Madam Joket, habari yako? Nzuri. Unaendeleaje na Salama. bwana? Kwanza kabisa hongera kwa kitu ambacho tumekiona hapa, chama cha Masalonista kuingia ushirika wa kufanya kazi na Oryx, lakini pia Kidoti Foundation tuko pembeni hapo. Umejisikiaje kuona hili jambo limekamilika? Nimejisikia vizuri kusema ukweli, kwa sababu wanasema safari moja huanzisha nyingine. Kwa hiyo nadhani tunapiga hatua nzuri za kusonga mbele. Kwa hiyo jambo hili limenifurahisha sana. Wakati mwenyekiti anazungumza pale akasema ukiwa kama mlezi anafurahia kuona una share experience yako kwa sababu uko katika tasnia kwa muda mrefu sana. Unapokuwa kama ni muongoza njia, unajisikia vipi na kuona unawafanikisha watu kufanikiwa kwenye majambo yao? Mimi naamini kwamba haujaishi kikamilifu kama hujasaidia wenzako na hujainua wenzako na hujashirikiana nao kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Maisha ya ukamilifu yanakamilika pale ambako unaweza kumsaidia hata mtu huyu mmoja kufikisha malengo yake, ama mkashirikiana wote kwa pamoja kufikia malengo yenu. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni sehemu yangu ya kurudisha kwa jamii, ni sehemu yangu ya kuishi kile ambacho ninakiamini. Lakini nimependa umesuka kabisa. Yeah. Mtindo unaitwaje? Mtindo alinisuka sasa hivi anaita Jojo. Jina rasmi kabisa. Lakini unapokuwa unazungumzia anaita Jojo. Anaita Jojo. Suko wa Jojo. Ndio rasmi, ni sehemu ya kurasimisha na wizara inawasupport vizuri sana. Kwa hiyo mimi naamini watakwenda vizuri tu, watafikia haya malengo. Hivi ni mwanzo mzuri wa Kidoti Foundation. Of course. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Kwamba kwanza tumeanza kwa kugusa maisha ya vijana ambao wako kwenye ngazi zile tunaita ngazi za msingi, ambao wanajitafuta na wamechukua, mimi nasema wamekuwa ni majasiri kwa kuchukua hii route ya kujiajiri. Kwa hiyo ni faraja kwetu sisi Kidoti Foundation kwamba tunaweza kushirikiana nao na kuwa sehemu ya kuwasaidia, kuwajenga waweze kufikia malengo yao na waweze kuwa contributors wazuri wa uchumi wa nchi yao. Kwa kumaliza swali la mwisho, kama huu ni mwanzo mzuri wa Kidoti Foundation binafsi sasa unaweza kuwa umezungumza, lakini itakuwa ni baraka kama ukizungumza mbele yetu pia. Yes. Ni kitu gani ambacho unakitarget sana katika jamii kama ndio mwanzo tumeanza hivi? Target yangu mimi kubwa ni kuona kwamba nashiriki kwenye kubadilisha maisha ya vijana, kwa sababu na mimi mwenyewe binafsi nilikuwa kijana zaidi. Sasa hivi kijana uzee. Nilikuwa kijana zaidi, nilikuwa na ndoto nyingi, alafu nilikuwa na matamanio mengi, na nilikuwa natafuta fursa ya kuona zile ndoto zangu na matamanio yangu yanakuwa halisi. Kwa hiyo mimi napenda nishiriki kwenye kusaidia vijana zile ndoto zao ziwe halisi. Kile wanachokitamani kukifanikisha kwenye maisha yao kifanikiwe. Kwa hiyo niwe sehemu ya hiyo daraja. Yes. Bwana, shukrani sana kila. Asante.